mume wako. Sogea karibu na kipaza hapo, vizuri kabisa, sogea kabisa. Yes. Upande wa ndugu wa mume wako, kuna wale wadogo zake, kaka zake au wazazi wao, kwa ni kiasi gani wameshiriki katika kukusupport baada ya kukatwa mguu na kuona pia kwamba tayari wao wana familia wako? Kwa kweli hawajanisaidia. Kwanza ongeza sauti kidogo tukupate. Kweli hawajanisaidia chochote. Zaidi tu kusema Mungu akusaidie hivyo, kwa sababu nao kwanza wanaishi mbali, ni Lushoto, Tanga huko. Ndio wanakoishi. Lakini pesa hazina umbali. Lakini hakuna msaada wote walionisaidia. Tangia nimepata haya matatizo, hakuna msaada wote kiukweli. Kanda na pengine uzungumza mengi kabla ya kuweza kuhitimisha pengine hili. Kuna kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye ushakutana naye? Kama kukutana sija kukutana naye, isipokuwa kuna dada mmoja ambaye alisikia. Ukiachana ile mtandaoni sasa ambao tulimzungumza hapa. Hapana, ni huyo tu alikuwa mganga mkuu wa serikali yule Sichawe. Hiyo ndio taarifa zangu alipata, na alishanipigia simu akasema kwamba swala lako nalifanyia kazi. Lakini tangia hapo sijai kuona msaada mwingine wowote, na pia yule ambaye aliniunganisha na huyo mganga mkuu wa serikali alidai kwamba na mheshimiwa Gwajima anaijua taarifa zangu. Lakini tangia sipata lolote na pengine katika kufuatilia hiyo hilo jambo hospitalini, daktari mkubwa aliyehusika na hilo tukio ulikuwa mara kadhaa kukutana naye sehemu hiyo, bado yuko kazini? Huyo daktari ambaye alinikata mguu kiukweli, kwa sababu ya hili sakata langu hili sasa, nilipokuwa naendelea kuwafuatilia walikuja wale wanajiita jopo la madaktari, ndio wakadai tukutane pale rufaa. Kweli tulikutana, walikuja madaktari kama 8, wakawa wananihoji pale kwamba ilikuwaje, maana tumesikia lalamiko lako na sisi tumekuja tukusikilize. Nikamwambia nawashukuru sana, lakini mnanisikilizaje mimi peke yangu ikiwa aliyenikata mguu hapa simuona? Ndio Wakasema tunakusikiliza wewe, ukiondoka na yeye tutamuita. Nikasema inakuwaje? Mimi ninapojua natakiwa tukae wote, aongee yeye niongee mimi, kwa sababu hili swala mimi nilimkatalia kwamba unawezaje kunikata mguu wakati umesema umechukua sampuli kwenda kufanya uchunguzi. Kwa sababu angekuwa na macho ya kuona kansa, hata kunichukua sampuli angeweza tu angenikata mguu. Sasa alijua kabisa kwamba macho pekee hayawezi, na ndio maana kanichukua sample kupeleka Ocean Road, na kabla majibu hayajarudi akachukua uamuzi wa kunikata mguu. Kwa nini? Wakasema unahakika yeye ndo aliyenikata mguu? Nikasema yeye ndo aliyekuwa ananitibu, japo alinipeleka theater. Yule wa theater alipewa maelekezo na huyu aliyenichukua mimi vipimo. Kwa hiyo mimi najua moja kwa moja yeye ndo mhusika, unaona. Kwa hiyo pale akawa amesema kwamba kwa kuwa tumeshakusikiliza tutamsikiliza na yeye. Lakini tokea hapo sijai kupata kwamba walimuuliza eti akajibuje, kwa sababu mimi sikuwepo. Kwa hiyo nilishindwa kuelewa waliongea vile, walikuwa wanataka tu nisikie hivyo. Maana yake mpaka leo hujui hata yeye yuko wapi? Sielewi. Na hupati ushirikiano wowote kwa madaktari, daktari yoyote kwa sasa? Sipati ushirikiano wowote. Zaidi ya huyu mganga mkuu wa mkoa hapa rufaa, yeye ndo alidai kwamba labda nikuunganishe na mikopo ya walemavu ile ya serikali. Mimi ndo nikawahoji kwamba kwani ulemavu nilijisababishia? Si mlinisababishia, huo mkopo nitaulipaje na hali yangu hii sasa hivi nimeshakuwa mlemavu, siwezi chochote. Akasema basi sisi hatuna msaada mwingine wa kukusaidia. Hivyo tu. Na Mwandandila na Johannes, nadhani muda huu kabla ya kwenda kusikia kila ambacho pengine nini anataka mama kwa Watanzania, nini anataka mama kwa viongozi, kwanza tuwasikilize wadau wenyewe. Wao wanasemaje kitu wanamchangia ama wanachangia vipi wao, lakini wanamsaidiaje? Na
kwa kuongezea tu Kanda, umekumbusha kitu cha msingi. Ndio. Tuseme tu kwamba kwa jambo ambalo limesikika. Kwanza tumemwalika kwenye kipindi. Na amekuja hapa, kwa hiyo kama huwa anawahi asubuhi katika kuweza kujitafutia riziki, nao tumeikata riziki yake tumeileta huku katika kuwepo kwenye kipindi. Sasa tunaamini wadau wa GMC FM Radio na kipindi cha Morning Right wataacha kutushika mkono. Tunawaomba mchango wao walau tu kwa muda huu, kwanza sehemu ya kwanza kabisa kumwezesha kutoka hapa kurudi kwenye makazi yake kule Uyole, huko ambako anakaa kwenye makazi yake ambayo amepewa. Utamchangia sadaka yako, tunaita sadaka ile. Maana tukasema fedha yako, tufanye sadaka yako, maana unamtolea pia Bwana, unapanda. Maana uweze kufahamu, nimekuwa nikisema msemo mmoja Kanda na Johannes, mzima wa leo ni mlemavu wa kesho kabisa, lakini mzima wa leo ni maiti ya kesho kabisa. Kwa hufahamu mambo kadhaa yatakayojitokeza masaa matatu baadaye. Mchangie dada yetu hapo, walau tupate nauli yake, lakini pia kile ambacho kitaweza kumkidhi kwa muda huu hapa, tukiwa tunafikiria kufanya jambo hili. Tumshukuru kwanza kwa kufika. Ndiyo. Lakini jambo la pili Kanda, hili jambo ndio hilo unasikiaga kwamba sisi hata vitu vya serious Tanzania tunaingizaga siasa. Ukiniuliza muda huu hapa nafikiria nini? Nitakwambia napinga kwanza hatua ya kwanza kuzungumzia habari ya mikopo. Hapa ni swala la kulipa fidia. Hawawezi wakalipa nusu ya mguu, lakini walipe fedha itakayomwezesha kusongesha maisha yake. Baada ya kwanza amezungumza kuhusu belo 10. Za nini? Za mikopo. Baadaye mtu anakuambia gunia 10 za mkaa. Ameshindwaje kununua belo 10 kama ana uwezo? Ndio alichokitaja, anachokitaja. Alafu ingine ingekuwa ni ungwana kidogo, ungekuwa unamjulia unampa kidogo kila siku, mtu aendeshe maisha, sababu usafisha vitu, yani ingekuwa ni sehemu ya familia kwa madaktari ambaye alihusika kama familia kwa ajili ya kusafisha mahitaji yake pia ya kidhi kwa kila siku. Sasa manaka ametelekezwa. Mimi ninachojaribu kufikiria, kwa nini viongozi wa serikali hivi huwa wanazingatia vitu gani kumwajiri daktari? Mbona kama kuna madaktari ambao wanaonekana wana mapungufu kabisa dhahiri ya akili kabisa. Uwezo ukawa unatokea mtu umepata matatizo, alafu wanapishana hivi. Kwanza naomba nikuhakikishie Kanda na Johannes, tukio tu la wao kumpigia simu kumwita Uyole stendi ya Usangu, alafu wakiwa 8 walitaka wafanye jambo gani? Ilikuwa muda gani kwanza? Muda aliyonipigia ilikuwa kama saa 2 asubuhi. Hata 2 asubuhi. Okay. Mimi kulingana na majukumu niliyokuwa nayo Mbalizi, nilifika Uyole saa 8 mchana. Na alikuta bado wanakusubiri. Wakasema kama unaona foleni tukufuate na gari yetu. Nikaambia hapana, nakuja. Nina mizigo. Niliongea uongo nikasema nina mizigo, lakini sikuwa na mizigo. Sasa waliposhuka pale wakasema bila shaka ndio wewe, tulikuwa nakusubiria. Baadaye nikasema mimi kivipi? Wakasema sisi tulikuwa tunasema na wewe. Kaambia basi ni mimi. Wakasema twende huko hotelini. Lakini walikuwa wananionyesha tuingie ile hoteli kwa nyuma kule. Mimi kaambia hapana. Ambayo ni mwaka gani? Ni kama miaka 3 hivi imepita. Okay. Ndio tumekalia kama 2021 hivi. Kwa hiyo mimi nikasema tukae hapa, mbona kuna siti? Kwa hiyo tukakaa pale. Wale wengine wakabaki wamelala kwenye gari, wakashuka kama 4. Mmoja alitambulisha anatokea ofisi ya mkuu wa mkoa, mwingine akajitambulisha. Mwingine yule daktari namfahamu, huwa anakaa pale mapokezi, anaitwa David. Okay. Kwa hiyo nikasema David yuko wapi? Anaitwa David pale Rufaa, ukiingia pale mapokezi pale yeye anataka. Mmoja alikwambia anatoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Umeona issue hiyo? Inaingiaje kutoka department nyingine kwenda kwenye department nyingine? Kwa nini asije mganga mkuu wa mkoa? Anyway, baada ya kukaa mlizungumza nini? Baadaye sisi tumekutafuta sana, na kwa nini umeenda kwenye vyombo vya habari ili kumtafuta mkurugenzi? Nikaambia mimi sijui hizo taarifa wala sijui wapi kwa kwenda. Ndio maana nilienda kule kwa lengo la kupata msaada. Akasema basi mkurugenzi anakuhitaji kesho. Ndipo kesho yake nikaenda kuonana na huyo mkurugenzi. Kanda swali. Taarifa inapotoka kwa mkurugenzi wa GMC FM Radio makao makuu kule, kamwite Mwandandila. Kuna haja gani ya kukutuma wewe, kumtuma Johannes, kumtuma Mtumai, kumtuma? Kwani hiyo taarifa ya kunija kuniambia mimi mnaishika? Hapana. Yaani mnakuwa mshika kama kitu? Taarifa ni taarifa tu.
Sasa kinachokuja kutokea kutia mashaka. Sasa hata kwa nini walitaka wafanye nini na kwa nini walikuwa wanamuita eneo ambalo ni nje na mkusanyiko watu? Yaani taarifa, ukwenda kutoa taarifa tunakuita kesho nani? Alafu la pili, kwa nini wamshutumu kwa habari ya kwenda kwenye vyombo vya habari? Kuna kitu gani walichokuwa naficha? Hebu hata watupigie kabla mama tutaje namba, watuambie mwenye moyo wa kutoa atatoa. Na nafikiri namba zake zipo hapa. Namba yake Juliet tunayo hapa, ambayo mtu anaweza akaitumia muda huu hapa kuweza kumsupport kwa chochote, lakini tunaahidi na tumwahidi pia dada yetu Juliet kwamba ili madam Watanzania wengi wanasikia hivi sasa na tukuahidi kama Morning Light tutakuwa bega kwa bega na wewe. Tunaamini kwamba fedha tunaweza tusiwe na fedha za kumtosheleza, lakini maarifa tutayatumia kuhakikisha anapata nini. Unajua kuna watu leo hii hapa wanachezea fedha nyingi, yuko mtu anajaza mafuta ya milioni 1 alafu unamwachaje mtu ambaye umemsababishia shida kirahisi kabisa? Kwanza unakulaje chakula kinashuka kabisa kinywani? Namba ya dada Juliet ni 0752 22 75 86 0752 22 75 86 ni namba ambayo unaweza ukaitumia kuweza kumtumia chochote ambacho unaguswa. Dada Juliet, jina litakuja nani? Jina linakuja Juliet Mwashambwa. Tafadhali usipige simu. Kuna mtu amechukua namba anapiga simu, lakini wakati fulani akitoka hapo unaweza kumpigia. Kuna mwingine, kuna mtu anataka kumsaidia pia zaidi. Lakini kwa sasa tuko hapa, tutasoma muamala wako, tutakushukuru hapa. Lakini mtumie chochote ulichonachokutoa, ni moyo sio utajiri. Mungu anamtoa mtu ambaye anatoa kwa furaha. Umsaidie changamoto hiyo, lakini unaweza kupokea maoni ya wasikilizaji pia huko na namba tutaendelea kuitaja. Na mwingine atupige tu hewani hapa.